Bwana, hatimaye mchezo umetamatika hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na sisi Simba Sports Club tukipata matokeo mazuri, sare ya 1-1 dhidi ya Gaborone United, na Simba Sports Club tumefudhu katika hatua inayofuata. Sasa nguvu na akili kumsubiri tumpinzani ambaye atakuja kwenye hatua hiyo na kuangalia namna gani tunaweza kucheza naye na kuhakikisha tunafuzu katika hatua ya makundi. Mchezo ulikuwa mzuri bila uwepo wa mashabiki, tumepambana hadi kufanikisha kile ambacho tulikuwa tunahitaji. Mimi ni Tobias Sebastian, nazungumza na Morris Abraham ambaye yeye amecheza mchezo wake wa kwanza wa CAF, lakini pia amecheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa mchezo wa kwanza wa CAF bila mashabiki, akionyesha performance nzuri. Tumsikie Morris nini ambacho anazungumza. Momo, mambo vipi mwana? Fresh. Uko vizuri? Niko poa kabisa. Bwana, mechi imetamatika sare ya bao 1-1. Tueleza nini ambacho kwanza umekiona kiufundi? Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu tumeweza kumaliza mchezo salama kwa kutoka sare ya moja kwa moja, lakini alikuwa lengo letu tulikuwa tupate matokeo, lakini yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu hata kwa kitu tulichokipata, kwa sababu tumeweza kuvuka hatua inayofuatia, na mchezo ulikuwa mgumu, umetupa mchezo mzuri sana, na mimi tutajipanga, tutajiandaa na michezo ijayo. Kwenye ngazi ya klabu kumbukumbu zangu zenye mbele mchezo wako wa kwanza wa CAF, niko sahihi? Ya, upo sahihi. Sawa, tueleze nini ambacho kilikuwa ndani kwako ambacho sema unajiandaa nacho unaenda kukionyesha, na mara baada ya mchezo kumalizika umekionyesha? Kwanza kabisa ni lengo langu kubwa kwanza kucheza mashindano haya ya CAF. Ukiangalia ni mashindano makubwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi pia inaweza kuniongezea exposure hata katika safari ya career yangu. Pia naamini nilikuwa na tamani sana kuweza kucheza mchezo huu wa leo, na imeniongezea kitu kikubwa. Ukiangalia pia hata mchezo uliopita na leo ni sio kitu kigumu, kirahisi sana kuwa na consistency, lakini ni kitu kigumu, na mimi kama mimi ni kuendeleza zaidi pale nilipoishia ili niweze kuwa na consistency nzuri. Nini ambacho kilikuwa kwako? Kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao mmecheza vizuri ile. Ulijiandaa zaidi, ulikuwa na mazoezi yako binafsi au nini? Kwanza kabisa ilikuwa ni kujiamini na kuamini kwamba naweza nikafanya kwa kile ambacho Mungu amenijalia na kile ambacho mwalimu ameweza kutufundisha katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo ni kuvichukua vile na kuweza kuviingiza katika uwanja wa mechi kwa 100%. Tuje kwenye ambalo tulikuwa tunalihitaji as a team kwenye mchezo huu, tumefanikiwa? As a team tumefanikiwa kwa sababu lengo kubwa kabisa lilikuwa ni kuweza kuvuka katika hatua inayofuatia. Kwa kama sisi kama team tumefanikiwa lengo hilo. Sawa, tumecheza bila mashabiki. Ilikuwa ni ngumu? Kwanza kabisa mashabiki ni watu muhimu sana. Watu muhimu ni wachezaji wa 12. Uwepo wao ni muhimu sana katika uwanja wa mechi kwa sababu ya kuweza kutupa support, kutupa motisha ili tuweze kuwa na energy zaidi. Sawa, tuje kwenye hili. Mchezo umemalizika, tumekwenda kwenye hatua inayofuata. Hatujajua bado tutakutana na nani, lakini kilichopo mbele ni mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo. Siku 3 kama si 2 kutoka leo. Naamini ni kujiandaa sasa hivi. La CAF limepita, tunaliweka nyuma, tunaangalia na focus inayofuatia ni ambayo ni ligi kuu ya NBC, ni kuendeleza kama pale tulipoishia, tuweze kupata pointi 3 muhimu ili tuweze kuwa katika nafasi nzuri kwenye ligi. Kila la heri. Shukrani sana.